Ushindi ndio huu hapa, umefika nyumbani sasa. Arusha kutokea Dar es Salaam. Tulifurahi mno. Jamani tucheze. Yaani ni uhakika kabisa, haina longo. PMBet ni yenyewe. Ni www.pmbet.co.tz. Asubuhi, bila shaka najua tuko vizuri na mshukuru Mungu, pia tumeamka poa sisi. Lakini pia nichukue fursa hii au shukrani kwa ajili ya kuwakaribisha. Mimi na imani yangu inaniambia hivyo kwamba sisi tunafanya kazi kwa kutegemeana, ingawaje sisi tunawategemea sana ninyi. Ni jukumu langu la kuweza kushukuru kwa ninyi kuja, lakini pia nina jukumu jingine la ziada la kuweza kuwaomba kwa namna moja au nyingine katika hiki ambacho tunakifanya leo kiende kikawe chachu kwa wengine, lakini pia kiende kikawe elimu. Lakini pia juzi tu Mheshimiwa Rais amekupeni tuzo kwa kuthamini kile ambacho mnakifanya. Kwa naamini tukiendelea kuambatana hivi tutatengeneza taifa ambalo lenye tija na haja. Kwa hiyo mimi niseme katika uzinduzi wa tamthilia hii, tamthilia ya Baraluko, ni kitu ambacho pia kinaenda kuwaamsha producers, lakini pia kinaenda kuwafanya watu sasa waweze kuona kumbe vitu bora vinawezekana. Gabs Media tupo kwa ajili ya kufanya vitu bora tu na kwa ubora wake wenyewe, na slogan pia inasema hivyo. Kwa hiyo mimi nimefurahi sana na nimefurahika sana kuona ninyi ndugu waandishi wa habari na kuendelea kuona kwamba mnaendelea kutushika mkono kila uchwao, kwa sababu bila ya ninyi tunashindwa kukua na sisi, lakini kupitia ninyi tunakuwa, tunaendelea kwenda, mnatufikishia habari zetu. Na hili kiukweli kama watu wanakuwa wanachelea kulisema, mimi niseme sasa kwa fursa hii kwamba nalisema wazi, mnafanya kazi zetu zinaonekana nzuri sana. Kwa naamini pia kwenye hii tamthilia ya Baraluko, naamini itafika mpaka kwa watu ambao pia watakuwa si wapenzi wa sinema za nyumbani, sababu wengi, jana nilikuwa na kikao na bodi ya CRDB, wengi wanasema kwamba si wafuatiliaji wa sinema za nyumbani, kwa sababu zimekuwa zikifanywa katika tafsiri ya uongo hivi kama hazikai sawa. Nikasema sasa this time kwamba producers wameamua kwamba tunaenda kufanya vitu bora, lakini venye ubora wake pia, na kuweza kufanya watu ambao walikuwa hawatizami sinema za nyumbani sasa waanze kutizama sinema za nyumbani. Tamthilia ya Baraluko kiukweli na kimsingi ina maudhui ya Kiafrika, lakini inamkumbusha Mtanzania yeye ni nani na ana jukumu gani, kwa sababu kila kitu kina thamani. Nchi uliokuwa nayo ina thamani, wewe mwenyewe una thamani, gari uliokuwa nayo, nyumba unayoishi, kila kitu kina thamani. Inategemea sasa unaiweka vipi thamani yako, na ikumbuke kwamba thamani huwa inapanda na inashuka. Kama ukiweka vibaya itashuka. Kwa hiyo hivyo ilivyo kwamba jambo zuri ukiliweka vizuri linakuwa zuri zaidi, lakini zuri ukiliweka vibaya linakuwa baya, na baya likiwekwa vizuri jamani linakuwa zuri. Tumeona mambo mengi sana mabaya yanawekwa vizuri yanakuwa mazuri, na wakati mwingine watu wakikosa mambo mazuri wakiyapata ile mabaya kwao yanakuwa mazuri. Kwa hiyo mimi niseme tu tamthilia ya Baraluko ndani imewashirikisha wasanii wenye vipaji. Kwangu mimi ni mabest na best actress ever, au sio bana? Sister yangu hapa Mary. Nina wengine upcoming of course, lakini wanakushawishi au wanaweza kuwa chachu ya wengine wakaona okay, kumbe hii ni biashara. Kwa hiyo niishie hapa nikiwa mimi kama ndio main character wa tamthilia ya Baraluko, lakini niwapishe na wenzangu ambao pia wameshiriki na wameonyesha kile ambacho mimi nilikuwa nakitaka, kwa sababu mimi nimesimama kama director ndani ya hiyo tamthilia. Kwa hiyo niwapishe na wenyewe pia waweze kuzungumza, tuweze kulambaza kidogo. Endeleeni kulambaza nasi muweze kupata maarifa stahiki. Nichukue tena fursa hii ya ushin adhimu kuweza kurudisha majibu kadha ambayo nitaulizwa.
Tamthilia ya Baraluko itaonekana kwenye itaonekana YouTube kwenye page yangu ya Gabo Zigamba. Yes, kwa muda mrefu sana nimekuwa sijihusishi sana na mambo ya mitandao. Kwa hiyo management imekaa ikaamua mimi niweze kurudi, kwa sababu kama unashindwa kwenda sambamba na vitu ambavyo vinaendelea inakuwa nini. Kwa hiyo mara nyingi sana tumekuwa tunalisha chakula kwenye platform nyingine, kwa hiyo tumeona tusiache pia platform ya YouTube. So Baraluko ni tamthilia ambayo itaenda kuruka kwenye YouTube channel ya Gabo Zigamba. Of course inaruka lini, maana yake ni kesho. Okay, kesho siku ya Jumatano panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu tutakuwa tuko hewani, tutakuwa tuko live. Yes. Kwa nini umeona iende YouTube na sio sehemu nyingine? Kwa nini nimeona iende YouTube na sio sehemu nyingine kama ilivyozoeleka ni kwamba kuna namna ambavyo inaonekana kuna watu wengi wao wanapitwa na baadhi ya kazi zetu. Watu wako busy sana maofisini, watu wako busy sana. Kwa hiyo vitu vingi muda mwingine wanakuwa wanavitumia kwenye simu. Lakini pia kuna utamaduni fulani wa kukaa kwenye TV unaonekana kama unapungua, namba zinaenda zinapungua. Yaani haifanani mwanzo na sasa. Kwa hiyo kiu yetu kutomwacha yeyote katika mashabiki zetu. Kwa hiyo kuna mashabiki ambao tumeona tu bora tuwawekee kwenye YouTube. Kwa hiyo haina tafsiri mbaya, haina tafsiri yote isipokuwa ni kuendelea kujikuza. Kitu kingine, kuna diaspora wengi sana. Mimi ni muumini wa kusafiri sana. Mimi nasafiri sana. Namshukuru Mungu katika hilo. Kwa hiyo unakutana na diaspora wengi wanasema kazi zenu hatuzioni, kazi zenu hatuzipati, kazi zenu hatuzioni, sio? Kwa hiyo pia wao, huu ndio wakati wao sahihi wa kuweza kuona kazi zetu hapo. Kutoka makao makuu ya PMbet mpaka hapa Kigamboni, Dar es Salaam, ambapo tumekuja kumkabidhi mshindi wa gari aina ya Nissan X-Trail ambayo ipo nyuma yangu hapa. Kwanza mimi nilikuwa siamini japokuwa kashinda yeye, lakini siku ya kwanza ambapo anapigiwa simu tumefurahi sana kiukweli. Napenda kucheza 7 Fruit, hadi kindege anacheza. Bahati zipo jamani, sio uongo, ni kweli kabisa. Promotion ya Royal Win Plus inaendelea kutoa magari mengi zaidi kila kukicha, lakini pia pesa taslim. Jisajili kupitia tovuti yetu pmbet.co.tz. Of course ni wakombozi kama unavyozungumza, na wanatusaidia sana na wanatuofa mambo mengi sana, na tunakuwa kwa ajili yao pia. Kwa hiyo sisi kufanya hivi ambavyo tunafanya, kuna watu wengine tunawapoteza. Kwa kule tukiwepo, huku tukiwepo, hakuna kinachoharibika. Yaani tuseme tu kama ulaji wa chakula asubuhi akifanana na chakula cha mchana akifanana pia na chakula cha jioni. Lakini kuna watu jioni wanakula chai tu hivi na nini, lakini kuna mtu mwingine ukimpa chai na viazi anaona kama umempa mboga hivi, anasubiri ugali, sio? Kwa hiyo hivyo ndivyo ambao sisi tumeamua kuona kwamba of course kila kitu kiendelee, yani kwa wakati tofauti hapo. Haikuogopeshi miaka 4-5 nyuma wasanii walikuja na application ambazo zitaonyesha filamu za kwao, lakini bado ilikuwa soko hili la upande wa kuonyesha kwenye digital ikawa gumu na ikasumbua sana. Wewe kuogopeshi kwamba isiende kafanye vile vizuri kama matarajio yalivyo? Majibu ya swali lako ni kwamba mimi sipo kwenye hii platform kwa ajili ya kupata. Mimi nipo kwenye hii platform kwa ajili ya kuwafikia mashabiki ambao wananihitaji mimi na wanipati. Sasa platform za namna hii, Instagram, hizo siju Facebook na mitandao mingine mingi, hatupo sisi kwa ajili ya maslahi, lakini tupo kwa ajili ya kujinadi, kujitangaza, kujifanyaje. Kwa sababu kuna kasumba moja ambao hatuna ma-agents. Kwa mfano ukiwauliza waigizaji wengi wanatamani waende kimataifa, wanatamani waende international. Sasa tunaendaje international? Kwa hiyo sasa kuna platform hizi ukiwa unaziacha unaweza usifike international, ikawa ndoto. Kwa hiyo mimi nipo huku kwenye hii platform kwa ajili ya kuwafikia wale watu ambao hawapati kazi zetu kwa wakati. Kabisa. Sijui kama nimejibu vizuri. Vizuri sana. Okay. Sababu mwisho siku nilitaka kuuliza kwamba hadi wa Korea wanauza movie Tanzania. Yes. Unaiona inapostiwa Instagram, ila ukiklik kuiangalia kwa urefu unailipia. Ila wewe hujaweka kipengele cha kulipia. Yes. Rudi kwenye jibu la kwamba unataka yes. kwa ajili ya kupata. Back for society, yes.
Kutoka makao makuu ya PMbet mpaka hapa Kigamboni, Dar es Salaam, ambapo tumekuja kumkabidhi mshindi wa gari aina ya Nissan X-Trail ambayo ipo nyuma yangu hapa. Kwanza mimi nilikuwa siamini japokuwa kashinda yeye, lakini siku ya kwanza ambapo anapigiwa simu tumefurahi sana kiukweli. Napenda kucheza 7 Fruit, hadi kindege anacheza. Bahati zipo jamani, sio uongo, ni kweli kabisa. Promotion ya Royal Win Plus inaendelea kutoa magari mengi zaidi kila kukicha, lakini pia pesa taslim. Jisajili kupitia tovuti yetu pmbet.co.tz. Inawezekana sio Mtanzania. Tafsiri ya kuchanika, kupasuka inaenda na bararuko. Karatasi linachanika, lakini ukiweka kuni kwa watu tulioishi kijijini, ukipasua hivi sio inapasuka, inabararuka. Sio, unaelewana vizuri eh? Yes. Kwa hiyo kupasuka na kubararuka vinataka kufanana, lakini bararuko inakuwa zaidi. Yaani inachawanyika, unaelewa vizuri. Kwa hiyo mimi nimeamua kuchawanya, ni kubararua. Sio? Kwa mfano kikombe hata kikianguka kile, ukisema kimepasuka tofauti na kioo kikipasuka katikati, kile kilikuwa kimebararuka kile. Yes. Bararuko ni swala la timu. Timu ni kwanza ni Gen Z. Alafu wengi wamesoma. Kwa hiyo wao wanaogopa kujifananisha na hao ambao umewataja, na wapo kwa ajili ya kuaminisha dunia kwamba wana kitu na wanatamani kuifanya hiyo platform kwa ajili ya kuweza kufika nchi zao za ahadi. Yes. Kamera, wengi wanajua ukinifuata na kamera na kuna kimbia. Kwa hiyo kumbe kamera haitakiwi kukimbiwa, sio? Hata uwanjani kwamba mwoga tukishinda tukifungwa mimi nakimbia, lakini nimeona kumbe kamera sio za kukimbiwa, au sio? Kwa hiyo niko hapa kwa ajili ya kuwaomba chonde, au sio? Twendeni sambamba, msiniache, mnishike mkono, kwa sababu pia na nyinyi mna jukumu la kuweza kurudisha kwa jamii. Kwa na mimi kama nimeamua kurudisha kwa jamii, kwa hiyo turudishe sote basi, au sio? Brief dada, kama unataka ni uwe mteja wangu. Ukiwa mteja sawa, itakuwa vizuri sana. Jamani, mpeni press release dada, mpeni karatasi dada. Yaani utupe picha sisi ili tujue tunaipeleka vipi. Si ndio karatasi unao? Sela ipo na karatasi kapewa. Sisi ni press. Ni press tutaka labda tuelezee kidogo. Kwa mfano umeona umeelezea sasa tuelezee aim ya hii tamthilia, vitu kidogo vilivyo haukodisi kila kitu. Lakini tuelezee kidogo hata dada ndio. Okay, sawa, ama tap. Kuna kitu ambacho hatukufundishwa tukiwa shule, ni somo zima la mapenzi. Mapenzi yana darasa, yana chuo, kila mmoja anavyoyakuta na ndo anavyoyafanya. Na mapenzi yana definition tofauti sana. Lakini pia mapenzi hayachagui tajiri au maskini. Hata watu wanaoishi chini ya $1 wanakuwa na mapenzi yao fulani. Juzi kuna clip moja ilikuwa imesambaa sana Forozani pale, kuna mzee mtu mzima hivi alikuwa na mzee mwenzie, wamekaa, unanielewa vizuri, watu wakapenda namna ambavyo wamekaa. Kwa hiyo sisi tunaona kwamba kinachorana dunia ni mapenzi, au sio bwana? Na watu tunatafuta, tunapambana kwa ajili ya mapenzi. Kwa hiyo tumeamua kuonyesha mapenzi ya chini ya $1, lakini mapenzi ya Kiafrika, lakini mapenzi pia ukiacha ya mahusiano kati ya fulani na fulani, mapenzi ya familia. Mapenzi ya familia ikishikana kama ukuta, inaweza ikafika kwenye nchi ya ahadi. Kuna familia tunaziona zinafanana hata biashara. Unakuta anakuambia mimi toka babu yangu alikuwa anauza uzi. Kwa hiyo wote tunafanya biashara ile. Tofauti kidogo na sisi wa Afrika. Ukuta mjomba anaendesha magari, basi kaka atakuwa anauza uyoga. Hatufanani kwenye biashara. Kwa hiyo tumejaribu kuwakumbusha wa Afrika na kuwakumbusha vijana wenzetu, tukifanana kwenye mapenzi, tukifanana kwenye kupendana, tukishikana kama ukuta, tunaweza tukafika nchi ya ahadi. Tafsiri sahihi ya bararuko. Baratikana kwa kanuni makususi wakati wa kukokotoa. Yes. Filamu ni kitu kimoja kigumu sana. Na mimi nasema leo hapa mbele ya waandishi wa habari, muziki na filamu chepesi kufika international kama filmmakers wataamua ni film. Film lugha yake kama mpira hivi, inafanana. Mpira wa Barcelona na wa Bongo ndo ule. Sema tu inategemea mmeanza wapi, sio? Na film pia ina lugha moja. Tofauti kidogo na muziki.
Muziki sisi leo ukiperform ukiacha singeli hatukuelewi. Lakini singeli kutaka iforce kidogo iende sehemu fulani kuna watu wanaweza kwa hawaelewi, sio? Sasa kitu ambacho nataka ni kujibu kwa swali lako, filamu ni ngumu sana. Na ndio maana jopo la utengenezaji filamu linakuwa kubwa sana. Tumefahamiana vizuri bwana. Juzi kuna kampuni imesuu kampuni moja ya Kimarekani, wakati filamu haijatoka huwa inakwenda kufanywa preview, sio? Wakaona kuna watu wameonekana behind the scenes zile na vitu kama hizo, sio? Sasa kama wao wanafeli kwa kiasi hicho, ina maana sisi tunaoanza kufeli kawaida. Kwa hiyo kutibu kwa swali lako ni kwamba tunajitahidi kuhakikisha kwamba at least tulikotoka jana sio leo. Kwa sababu tunaishi siku moja, kwa tunaamua kuitumia hii siku moja yenyewe. Jana imepita tuko nayo, lakini leo ndo tuko nayo. Kesho hatuna uhakika kama itakuwa, sio? Kwa hiyo tunaamini kwenye timu ya Bararuko tumejitahidi kutibu kwa 75% na ziada kuhakikisha kwamba at least tunafikia kwenye malengo ya watu ambao wanapenda filamu. Na mtaliona hilo pia, yes. Kuna vitu sio vya kuongea tupu. Sawa. Kwa ugumu wa kutengeneza sinema nzuri, kwa hiyo sisi tumejiwekea siku 5. Kwa hiyo episodes zitakuwa zinapanda YouTube kila baada ya siku 5. Kwa hiyo kutoka Jumatano ya kesho, siku 5 zijazo itapanda tena hivyo. Mpaka comment zitakapokuwa nyingi za kwamba hatutaki tena, tumetosheka, basi sisi tutafanyaje? Tutasimamia hapo. Lakini tunaamini katika watu ambao wanaweza wakapokea matusi mengi, mbona fupi, kwa nini ndogo, ni sisi. Kwa sababu tumefanya kitu kizuri. Unajua chakula kikiwa kizuri alafu ukiwapa watu kisipowatosha kidogo wanakuwa na maneno mengi. Tunayasubiri hayo maneno sisi. Tamthilia mwisho na Ken Mawia. Yes. Kwenye tamthilia Mawia una surprise wale baada ya kufanya bali kwa muziki. Yep. Huku tutarajia kusaidia mjana Bongo Flava kama surprise. Of course sijamchukua sasa msanii wa Bongo Flava. Mimi ni mtu ambaye huaga na wachukua watu wasioamini kwenye kitu na wanakuwa zaidi ya kama nilivyofanya Barnaba kwenye Mawio na wengine, kwa sababu kuna wasanii kama walikuwa 7 hivyo hawajawahi kuact, Isha Mashauzi na wengine wa mfano ule, sio? Wale wazungu hawajawahi kuact. Humu ninao wazungu, lakini sasa nimewachukua wacheza mpira. Mcheza mpira anakuja kuact. Kila mmoja ana ndoto zake, sio bwana? Yes. Tunaona wacheza mpira wanapenda kuimba, tunaona. Kwa hiyo wapo. Kwa hiyo surprise hizo zipo. Karibuni sana. Surprise bro. Surprise. Inawezekana hata kwa anatokea maji. Yes. Hivi lazima nijibu mimi, tusiwezekana hata. Okay. Ushindani umekuwa mkubwa sana sasa hivi kwenye YouTube. Naona watu wanatoa tamthilia kali sana. Unaamini ni muda sahihi kila baada ya siku 5 kuachia kipande? Pia umejipangaje kwa ushindani ambao upo? Kuna watu kila baada ya siku 2 wanaachia. Kuna tamthilia moja nimeangalia huko YouTube, kuna mtu akauliza swali. Mbona mnanii bwana mnachelewa kuachia? Akamwambia unataka tuwahi au unataka vitu vizuri? Kwa hiyo mimi of course mimi sipo kwa ajili ya mashindano. Na mara nyingi huwa sishindani na mtu. Na huwa sijali nani anafanya vizuri kuliko mimi. Mimi huwa na dunia yangu kwenye dunia yao. Kwa hii ni dunia yangu. Sasa watu wakisema hivi ushindani mbona hivi na hivi, no. Kwa sababu wao sababu wako kwa ajili ya maslahi. Mimi nipo kwa ajili ya kuwajali mashabiki zangu. Kwa naamini nitakidhi haja zao. Kila kipande kitakuwa kina dakika ngapi? Zisizopungua 15. Kwa sababu ikiwa ndefu unaonea huruma bando na nini na inaweza ikachosha, lakini ikiwa kidogo alafu nzuri ndio mtu anakuwa na hamu nayo kuweza kuisubiri nyingine. Mimi nimeona kuna podcast zinaenda mpaka saa 1. Mtu akusikilize unaongea tu saa mtihani unajua. Yes. Kwa hiyo hivyo. Sawa, moja la mwisho. Kuna huyu binti kuna kaingia sasa hivi. Kuna haja yeye kuongea au tuendelee? Kuna haja yeye kuongea? Kama kafika ongea. Na sawa.
Maswali siyashaisha, lakini huyu anamaliza kuongea basi. Okay, actually tutaweka countdown pale ya premiere. Sababu kesho siku inakuwa ndefu, kwa hiyo inawezekana hata ikifika saa 6 mtu anaiona. Usiku, yani usiku wa leo saa 6 kuingia kesho nadhani. Nashukuru kwa nyinyi kuweza kuitika wito na kuwa hapa na sisi. Lakini shukrani zangu za dhati na za kipekee zije kwenu moja kwa moja. Ama kwa hakika mmekuwa nguzo bora sana katika kazi yetu ya sanaa. Kwenye kufikisha ujumbe kwa hadhira iliyokusudiwa, mmekuwa mstari wa mbele kusapoti kazi zetu na tunashukuru sana kwa hilo. Mwenyezi Mungu awabariki. Kwa majina niliopewa na wazazi wangu, naitwa Mary Mtemi. Kwenye Baraluko naitwa Veronica, lakini pia ni main character wa tamthilia hii. Ninajivunia leo kusimama hapa mbele yenu kuwa mmoja kati ya washiriki wa tamthilia hii kubwa kwangu. Kwangu mimi nimefanya kazi nyingi sana kwa muda mrefu na nina experience ya kutosha katika kazi hii na ninaijua jinsi ya kufanya kazi. Ila nikizungumzia Baraluko ni tamthilia ya kitofauti kidogo ambayo imekuja katika maadhi ya Kiafrika. Ni jamii fulani ya watu fulani wanaoamini katika vitu fulani, wanaoishi maisha fulani. Kiukweli Tanzania imekuwa na kiu kubwa ama njaa ya chakula kama Baraluko. Ninawasihi na kuwaomba mfikishe habari kwa Watanzania kwamba sasa sanaa imeamka, kwa maana kilichofanyika ndani ya Baraluko ni kitu ambacho hakijafanyika katika tamthilia nyingine zozote. Watu wengi wamekuwa wavivu ama waoga kwenye kufanya kazi ngumu, lakini believe me or not, kazi ngumu ndizo ambazo zinaweza kuleta matokeo chanya katika tasnia yetu. Tumekuwa tukifanya kazi nyingi kwenye kuiga utamaduni wa wenzetu na tunasahau kuonyesha kile ambacho Mwenyezi Mungu ametujalia katika nchi yetu. Tanzania ni nchi tajiri sana na kuna vitu vingi ambavyo vya kuonyesha kwenye Tanzania yetu ambavyo katika mabara ama taifa nyingine hakuna. Tumejaliwa vitu vingi na kupitia kazi ya sanaa tunawaahidi kupitia Baraluko tutawaonyesha vitu vingi na uzuri halisi wa Tanzania. Kwa sababu tumevuka boda, tumeamua kwenda kufanya mikoani kuonyesha uzuri wa nchi yetu. Tumeamua kwenda kufanya sehemu ambazo mbali watu wengine wanaogopa kufika. Tumeamua kupambana na baridi na barabara mbaya ili kuweza kuwaletea chakula kilicho bora. Na washauri msikose kuangalia Baraluko kwa sababu ni kazi ya kitofauti na inakuja kuleta mageuzi katika industry yetu. Thank you. Jina naitwa Juliet Julius, ni msanii wa filamu Tanzania kutokea Gabs Media. Na nimeshiriki pia katika tamthilia hii ya Baraluko. Kiukweli nime-experience vitu vingi sana. Kwanza nimefurahia kazi yangu kwa sababu na imani itanitambulisha vyema kwa Watanzania na hata nje ya Tanzania kwa sababu ni kazi nzuri sana, ina story ya tofauti, maudhui mazuri, script, yani kila kitu ilijitosheleza. Lakini pia nilipata ushirikiano mzuri kutoka kwa wasanii wa kongwe akiwepo nguli mwenyewe Gabwezi Gamba, Dameri, Zuu na wengineo. Kwa hiyo niwakaribishe kuipokea Baraluko. Ni tamthilia nzuri na I hope hamtajutia kuiangalia. Asanteni. Kwa majina naitwa Zulfa Show almaruf Zulfa Msomali. Nimeshiriki kwenye hii tamthilia kama house girl ambaye anaitwa Annabella. Sorry. Hii ni mara yangu kwa tamthilia kubwa. Hii ni tamthilia yangu ya 3. Ya kwanza ilikuwa ni Hatia ambayo ilionekana Azam TV. Na pili ilikuwa ni kwa JB ambayo ilikuwa ni Report. Na hii sasa hivi ni kwa Gabs Media ambayo ni Baraluko. Kiukweli Watanzania wategemee vitu vikubwa sana. Tumejipanga vizuri sana. Ni tamthilia kubwa sana. Tumeifanya vizuri sana. Yaani nimefanya vizuri kiukweli na kila mmoja katika kila karakta yake ameitendea kazi vizuri na amefanya vizuri sana.
Kwa wategemee burudani kubwa sana, wategemee mafunzo mengi sana, wategemee kila kitu kilichokuwa bora ambacho kinatakiwa kiwe katika tamthilia yoyote ile. Sawa. Unafikiri kwa nini wewe na sio binti mwingine? Kwa sababu waigizaji ni wengi, watoto wake ni wengi. Unafikiri kwa nini wewe? Kwa sababu ni mwigizaji mzuri. Annabella ni jina la Kizungu kama nilivyosema. Na nimesema unacheza kama house girl au Beki3 kwa jina lingine. Ni Beki3 namna gani? Tutegemea ni gani? Atakuwa na karakta gani? Kwa sababu jina la Kizungu tunategemea inahusisha nyumbani hapa. Tutegemee nini cha ziada kwa Annabella ambaye ni Beki3? Annabella ambaye ni Beki3 kwanza ni binti fulani ambaye ana character zaidi ya moja. Hiyo house girl ni kama inaficha vitu vingi sana. Kwa hiyo wategemee vitu vingi ambavyo ni vya surprise vya nje ya huo house girl. Na ndio maana akaitwa Annabella.